Nyie vijana wa Chadema na vijana wa Tanzania, hamtakiwi kuwa watazamaji kwenye nchi, kwenye uchumi wa nchi. Mnataka kuwa washiriki, mnatakiwa kuwa washiriki. Na hamwezi kushiriki kama mna serikali ambayo inaogopa TikTok, inaogopa Twitter, inaogopa Facebook, inaogopa Instagram, serikali ambayo ina kodi mamruki. Kama nyie mnaweza kutoka kwenye mikoa mbalimbali wenyewe kwa gharama zenu mkaja hapa, hiyo ni level ya juu sana ya commitment. Mmefikia kiwango cha hali ya juu sana cha commitment. Mnatakiwa kuvuka kidogo. Tafuta maarifa kwa bidii, ondoa uoga. Hakuna mtu atapaa kwenda mbinguni, wote watakufa. Hata Magufuli aliondoka duniani hapa. Kwa hiyo usitishwe na mtu kwamba wewe utakufa tu. Kwa hiyo nani ataondoka hapa bila kufa? Sana sana watakuwa wamekutanguliza, lakini na wao wataondoka. Na watu watakao kuja watawahoji, kwa nini mlifanya hivi? Wasipowahoji wao, watahoji watoto wao. Na hao watoto pesa wanazoiba wanaficha ili watoto wao waje wale, hawatazira kwa raha. Haki ya Mungu nawaambieni, watazira wanakimbia kimbia. Angalia watoto wa Muammar Gaddafi. Angalia watoto wa Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi alifungua vituo vya oil Libya, Afrika nzima. Hata ile hoteli tulikuwa tunafanyia vikao, mchungaji Msigwa anakumbuka, Bahari Beach, ilikuwa ni hoteli yao ya consortium ya Muammar Gaddafi. Wamekufa familia nzima, hata hakuna mtu wa kuisimamia. Kwa hiyo iling'ang'aniwa tu, sijui nani ameiwahi pale, imekuwa yake, si ni ya serikali, si ya nani. Kwa ukitendea watu ubaya, unaiba pesa za nchi yetu ili ulimbikizie familia yako ije ishi kwa raha, haitaishi kwa raha, haitaishi kwa raha. Kwa ndugu zangu, tunatakiwa wote tuwe washiriki wa kujenga uchumi wa nchi hii na kunufaika nao. Lakini hatuwezi kwenda kwenye nchi ambayo unafikiri utashiriki uchumi wa nchi hii kwa viongozi wa aina hii. Tunazo fursa kwenye kilimo, tunazo fursa kwenye madini, tunazo fursa kwenye nini? Kwenye viwanda. It's true. Tunazo fursa kwenye misitu, kwenye utalii. Lakini nani wa kucreate hizo fursa kwetu? Kwa sababu hivi inakuaje mtu anakuambia nchi hii mtu anakosa ajira? Hii nchi ilipaswa kuwa kimbilio la watu kuja kutafuta ajira. Yaani kwa population tulionayo, nchi bado hatuna watu wa kufanya kazi. Mimi nawaambie na nawapa mfano. Siku tumeenda kwa huyu bwana kule kusini, bwana Bere, nikawa nasoma takwimu za korosho, na leo nimejipitia kujikumbusha kidogo. Korosho mwaka 2025 ambao ni mwaka jana, tulizalisha korosho tani 300 na kitu mpaka tani 400 ambazo zilizalishwa Tanzania. Kwenye hizo korosho iliyobanguliwa Tanzania, yani kutolewa kwenye yale madude na kuwa packed na nini, ni 15% mpaka 20% ya korosho. Kwa kama tani 20,000 hivi au 30 ndio zilibanguliwa Tanzania. Sasa korosho yote tuuza, korosho ghafi tumeuza kwa dola za Kimarekani ambazo zimetuletea kama shilingi ngapi? Zimeingizia nchi kama bilioni 520 na kitu hivi. Na ukichanganya na zile zilizobanguliwa tumepata kama trilioni 1.5. Mwaka 1970 nchi ya Vietnam walikuja kujifunza kilimo cha korosho Tanzania. 1970 Vietnam, sisi wakati tunazalisha tani 500, tani 400 na kitu, Vietnam inazalisha chini ya tani 250. Lakini korosho zote zinazolimwa huku, zinazolimwa Ivory Coast, zinasafirishwa kwenda kubanguliwa Vietnam. Sasa Vietnam ina korosho zake tani 250. Mwaka jana wamebangua tani 760.
nyingine zimetoka Tanzania, nyingine Ivory Coast na nini, zimeenda kama korosho ghafi. Kwenye hiyo tani 760,000 wamezalisha kuna viwanda 1000 kwenye hiyo chain, usafirishaji, ubanguaji, kutengeneza ile cashew nut oil, kutengeneza cashew nut juice, wanatengeneza mpaka mafuta kutokana na yale mabibo. Kwa hiyo ukiangalia kwenye huo mnyororo wa korosho ambao sisi tumepata trilioni 1.4, wao wamepata trilioni 14. Si kama mnanielewa? Mimi nafikiri hamuelewi vizuri. Hivi mnaelewa sawa sawa ninachokizungumza? Sasa kama zao la korosho tu limewapatia Vietnam trilioni 14, bajeti ya nchi hii ni trilioni 62 ambazo ni tentative. Msigu anajua tulikuwa tunaita makadirio ya mapato na matumizi, sio actual budget. Yaani tunakadiria kwamba mwaka huu tulikusanya kwenye mpunga shilingi milioni 400, mwakani inawezekana ikawa 500. Kwa serikali inasema mwaka huu tutakusanya 500. Nyanya tulikusanya shilingi milioni 100, mwakani tutakusanya 200, sababu wakulima wataongezeka. Bodaboda mwaka huu walikuwa wanaendesha watu 1,000,000, mwakani watakuwa wamemaliza chuo wataendesha 2,000,000. Kwa hiyo hapa tutadabo. Ndio bajeti ya Tanzania. Kwa hiyo inakadiriwa. Ikitokea ule mpunga waliokadiria kwamba watapata milioni 200, mvua haijanyesha, tayari bajeti imeshayumba hapa. Hivi je, mnanielewa vizuri? Haya, wanasema mwaka huu watalii watakuja, mwaka jana walikuja 250,000, mwaka huu watakuja 300,000. Ikitokea COVID-19 nchi haziruhusiwi kusafiri, tayari bajeti imeshayumba. Sasa wewe una bajeti ya trilioni 62 ambayo sio actual budget. Ndio maana leo mtu mmoja niambie, anayetoka Mwanza si wapi, aniambie mradi mmoja wa serikali anaouona unaendelea. Hakuna mradi unaoendelea, sio maji, sio ni halmashauri, watu wanaenda wanakaa na bwana the Chanzo mzee wa Chanzo. Hebu fuatilia halmashauri zetu function yake kwa sasa. Unajua tuna tatizo kubwa la media la nchi. Hebu fuatilia ni halmashauri gani na mradi kwenye nchi unaoendelea. Nchi nzima watu wanalipwa mishahara, wanaenda wanarudi nyumbani. No money. Hakuna fedha. Uongo kweli? Na nilimsikia juzi Kitila Mkumbo anasema sisi tunajitosheleza, hatutegemei sui nini. Sasa hata kwa akili ya kawaida tu, bwana Kitila Mkumbo, mapato ya TRA mnasema mnakusanya trilioni 3 kwa mwezi, na sijui kama ni uhakika. Sasa trilioni 3 mara 12 ni ngapi? Si 36. Ukipata na hicho wanachoitwa magawio, ambayo nani amezungumza hapa kuhusu sui nini, mashirika ya umma, hizo zinaitwa makusanyo yasiokuwa, ambayo sio ya kikodi, makusanyo yasiokuwa ya kikodi. Mimi nilikuwa na Msigwa bungeni, najua wanasema wanakusanya 75%, makusanyo yasiokuwa ya kikodi na makusanyo ya kodi. Sasa hizo nyingine unatoa wapi Kitila Mkumbo kama sio wazungu wanaokupa?